Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bana, serikali ya Marekani siku ya leo imethibitisha mbele ya raia wake juu ya matumizi mabaya au matumizi mabovu na yasiyokuwa ya msingi katika rasilimali za Marekani na fedha za Marekani katika vita vilivyoanzishwa siku ya tarehe 28 mwezi wa pili mwaka huu, ambapo hii ni kwa mara ya kwanza na jambo ambalo limeibua kashi kubwa sana kwa watu wa Marekani na ukosoaji mkubwa ambao haukuwahi kushuhudiwa hapo kabla, licha ya maandamano na kadhia mbalimbali kuwahi kushuhudiwa na kutokea katika miji mbalimbali nchini Marekani. Karibu sana mtazamaji katika mwendelezo wa ripoti zetu kutokea kule Mashariki ya Kati katika mzozo wa vita vya Iran na Marekani, ambapo tunaangazia kwa pamoja yale mengi ambayo yamejiri na kuweza kuchukua nafasi kubwa katika kurasa mbalimbali na vyanzo vya taarifa ndani ya taifa la Marekani, lakini pia na hata huko Mashariki ya Kati. Karibu sana tuwe sote hadi tamati katika kuchambua kwa pamoja taarifa hizi, na kubwa zaidi ni taarifa ya Rais wa Marekani Donald Jr. Trump, ambapo taarifa hiyo ni hivi punde iliyotolewa na serikali yake chini yake juu ya kuthibitisha fedha ambazo zinadaiwa kwamba ni fedha zimetumika kinyume na utaratibu na kinyume na sheria za taifa la Marekani, fedha nyingi kutumiwa katika mambo yasiokuwa na msingi ama kutumiwa bila utaratibu rasmi na kuidhinishwa kisheria ama kitaratibu za taifa la Marekani. Taifa inaeleza kwamba serikali ya Marekani chini ya rais wake Donald Jr. Trump imeidhinisha na kuthibitisha matumizi ya fedha zaidi ya dola bilioni 8.6 dola za Kimarekani, ambazo kwa mujibu wa taarifa iliyonukuliwa na shirika la habari za uchunguzi la The Wall Street Journal kutokea nchini Marekani limeripoti kwamba fedha hizo takriban dola bilioni 8.6 za Kimarekani zimekwenda kutumika katika vita huko Mashariki ya Kati, yaani kati ya Irani na Marekani tangu pale zilipoanza mapema Februari 28 mwaka huu 2026, ambapo taarifa ya The Wall Street Journal inaeleza kwamba utawala wa Rais Trump chini ya yeye mwenyewe, yani Rais Donald Jr. Trump, imekiuka taratibu na sheria za kile kimeleza mapito ya bunge ili kuidhinisha fedha hizo za shilingi bilioni 8.6 za dola za Kimarekani katika masuala mahususi, ikiwemo mauzo katika jeshi la Marekani, yani silaha, katika kusaidia washirika wa Mashariki ya Kati ikiwemo Israeli, Qatar, Kuwaiti, Falme za Kiarabu ama UAE pamoja na Bahrain, ambao ndio walikuwa washirika wa karibu katika kupelekea shinikizo kubwa la vita na kusaidia kuitandika ama kuishambulia Iran. Shirika la habari la uchunguzi kutoka nchini Marekani la The Wall Street Journal limeinukuu wizara ya mambo ya nje ya Marekani katika taarifa yake ya mapema siku ya Ijumaa, ambapo waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio alitoa kauli ambayo imearifiwa kama kuwa kauli tata, iliyoeleza kwamba dharura inapaswa kuchukuliwa hatua inayohitaji mahitaji mengi na kwa muda mfupi. Katika taarifa hiyo ya shirika la habari la uchunguzi la The Wall Street Journal pia imeeleza kwamba waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio pia alithibitisha serikali ya Marekani kutumia zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 8.6 kwa kile alichoeleza kwamba kupitia mapitio ama idhini ya bunge, huku shirika la habari la uchunguzi la The Wall Street Journal likisema kwamba fedha hizo zimependekezwa bila mapitio halisi ya bunge la Marekani, yani Congress. Katika ripoti ya The Wall Street Journal, shirika la habari la uchunguzi la Marekani inasema pia kwamba idhini hizo zinajumuisha dola za Kimarekani bilioni 4.01 kwa ajili ya huduma za usaidizi wa ulinzi wa anga na makombora ya Patriot, ikiwemo kwa mataifa washirika wa Marekani kama vile Qatar, na dola za Kimarekani takriban milioni 992.4 kwa ajili ya mifumo ya silaha ya Advanced Precision Kill APKWS, yote iliyoenda na kutumika katika mataifa hayo washirika wa Marekani ukanda wa Mashariki ya Kati. Pia taifa la Kuwaiti liliidhinishiwa mfumo jumuishi wa amri, yani command system, inayohitajika na kutumiwa vitani kwa thamani ya zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 2.5, kiwango kinachoelezwa kuwa kikubwa zaidi katika matumizi ya bajeti yote ile iliyoelezwa na waziri huyo mambo ya kigeni Marco Rubio kuwa iliidhinishwa na bunge la Marekani, yani Congress, huku Israeli ikidhinishiwa kupokea mifumo ya APKWS yenye thamani ya zaidi ya dola za Kimarekani milioni 992.4. Falme za Kiarabu ama UAE nayo pia ilidhinishiwa mifumo ya APKWS
kwa dola za Kimarekani takribani milioni 147.6. Katika hali hiyo ambayo imeibua ukosoaji mkali kwa watu wa Marekani, hasa viongozi wa upinzani katika chama pinzani cha taifa la Marekani, inaeleza kwamba serikali ya Marekani chini ya rais wake Donald Jr. Trump imekaidi na kukiuka taratibu na sheria za Marekani zinazoeleza kwamba idhini yoyote ya fedha ama matumizi ya rasilimali za Marekani lazima ipitie mapito na idhini ya bunge la Marekani, Congress, na ikiwapa mamlaka wa bunge kuweza kuhoji na kujadili juu ya kile ambacho kinapaswa ama kinahitajika kuidhinishwa kama sehemu ya emergency declaration ama azimio la pamoja la dharura. Hata hivyo, katika sheria ya Marekani chini ya katiba ya taifa la Marekani, sheria inayoitwa Arms Export Control Act AECA ya mwaka 1976 inaeleza kwamba taifa la Marekani linatoa mamlaka maalum kwa rais wa Marekani na waziri mambo ya nje wa Marekani, yani Donald Trump na Marco Rubio wa sasa. Lakini mamlaka hayo ama kauli hiyo ni lazima iidhinishwe na kupitiwa kwa karibu na bunge la Marekani, yani Congress. Hata hivyo, kifungu cha 36 cha sheria ya AECA, the oversight power, kinaeleza kwamba chini ya sheria hiyo serikali ya Marekani inatakiwa kutoa taarifa rasmi bungeni kuhusu idhini yoyote ya utolewaji wa rasilimali muhimu ama mauzo ya silaha yoyote kubwa katika taifa la Marekani kwa mataifa mengine, ikiwemo kwa washirika wa karibu wa Marekani ama jumuiya za kikanda. Pia katika hali ilivyo sasa, inaelezwa kwamba rais wa Marekani na waziri mambo ya kigeni Marco Rubio wamekiuka kifungu hicho cha sheria ambacho kinaeleza kwamba rais wa Marekani na waziri mambo ya nje wa Marekani lazima watoe taarifa rasmi bungeni juu ya idhini ya bunge katika azimio la pamoja juu ya kupitishwa kwa matumizi hayo maalum. Hali hiyo ya sasa ya Marekani imekuja kufuatia kile ambacho rais wa Marekani Donald Trump amekitangaza mapema siku ya leo juu ya kile alieleza kama mwelekeo ya mwishilizo wa vita ama hatima ya vita dhidi yake na Iran, ambapo katika kauli zake mbalimbali rais Trump alizungumzia juu ya azma yake ya kuhitaji Iran kutokuwa na silaha za nyuklia wala mwendelezo wa silaha hizo katika taifa la Iran. Sasa kufuatia hayo yote ambayo yalijiri na kuripotiwa mapema siku ya leo, jeshi la Iran kupitia vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu vimeeleza kwamba vita na mgogoro kati ya Iran na Marekani hauwezi kuisha hivi karibuni na ndio kwanza utaanza kuchipuka tena upya. Kauli iliyotolewa na kamanda mwandamizi wa jeshi la Iran IRGC Mohammad Jafar Asadi amesema kwamba mzozo mpya kati ya Irani na Marekani unawezekana na kwamba vikosi vya Irani vimejiandaa kikamilifu katika hatua yoyote ya kushambulia na kujibu mashambulizi dhidi ya Marekani. Hata hivyo, katika taarifa yake aliyoitoa mapema, kamanda huyo wa jeshi la Iran amesema kwamba, na hapa ninamnukuu, ushahidi umeonyesha kwamba Marekani haizingatii ahadi zozote na iko wazi kwamba mvutano unaweza kuongezeka bila kujali kama Washington itachukua hatua za kijeshi. Kuna uwezekano wa mzozo mpya kati yetu na Marekani siku za hivi karibuni, na katika hilo Iran iko tayari kujibu ongezeko lolote la mapigano makali. Tuko tayari kikamilifu kukabiliana ana kwa ana na hatua yoyote ya adui katika uwanja wa vita. Na huo ndio mwisho wa nukuu ya kamanda huyo mwandamizi katika jeshi la Iran IRGC na naibu mkaguzi mkuu wa makao makuu ya jeshi la Iran Hatam al-Anbiya, ambapo kauli hiyo ameitoa kufuatia kile ambacho amesema kama maneno yasiyo ya kuaminika ya rais wa Marekani Donald Trump juu ya azma yake ya kuhitaji kumaliza vita dhidi yake na Iran. Sanjari na kauli hiyo ya kamanda mwandamizi na mkaguzi mkuu wa jeshi la IRGC makao makuu ya Hatam al-Anbiya, kiongozi mkuu wa kidini wa Iran mjini Tehran ametoa kauli ya onyo kwa rais wa Marekani Donald Jr. Trump akisema kwamba kiongozi huyo wa Marekani hapaswi kabisa kuchukuliwa uzito wa aina yoyote katika yale ambayo amekuwa akiyatamka na kuyazungumza kila kukicha. Akilizungumza hilo, kiongozi huyo wa kidini wa Iran na Mohammad Hassani Abu Torabi Farde amesema kwamba matamshi ya mdhalimu si ya kuzingatiwa, kwani yamekuwa ni ya upotoshaji na hivyo yanapaswa kupuuzwa mara moja. Katika hatua nyingine, meli kubwa ya mafuta iliyobeba mafuta karibu tani 45,000 na kuarifiwa kuwa ni moja kati ya meli ambayo umeunganishwa moja kwa moja na taifa la India imeonekana kukatiza katika mlango bahari wa Hormuz, hatua ambayo inaarifiwa kuwa adimu kushuhudiwa tangu pale Iran ilipofanya udhibiti mkali chini ya vikosi vya IRGC katika eneo lote la mlango bahari wa Hormuz. Meli hiyo ambayo imearifiwa kuonekana katika lango la bahari la Hormuz imeripotiwa kuwa na jina la Sav Shakti yenye bendera ya visiwa vya Marshall, ikiwa na tani takribani 45,000 za gesi, petroli
iliyoyayushwa ikionekana kuelekea kaskazini kupitia njia ya maji lango kuu la bahari la Hormuz. Hata hivyo, katika taarifa za data za ufuatiliaji zinaeleza kwamba meli hiyo ni aina ya Bloomberg, ambapo inaelezwa kwamba mbali na kuonekana katika eneo hilo, pia ilionekana karibu na visiwa vya Larak na Keshim vya Irani na kuelekea Ghuba ya Oman. Kuonekana kwa meli hiyo kubwa ya mafuta iliyobeba mzigo mzito wa tani 45,000 imekuja wakati ambapo kumearifiwa usumbufu mkali kushuhudiwa katika eneo lote la mlango bahari wa Hormuz, huku kukishuhudiwa na mzozo mkali katika eneo hilo na nchi nyingi za ukanda wa Mashariki ya Kati zikikabiliwa na changamoto ya kupata usambazaji wa mafuta katika maeneo mengine ulimwenguni kote. Bado taharuki na sintofahamu inaendelea kutanda huko Mashariki ya Kati katika vita vya Irani na Marekani, huku bado kukiwa haijulikani wazi kwamba ni lini hasa vuta ni kuvute baina ya pande hizo mbili za uhasama Iran na Marekani zitakwenda kutamatishwa kikamilifu. Yapi maoni yako juu ya hayo yote ambayo yanaendelea kujiri na kutokea huko Mashariki ya Kati? Jaza uwanja wa maoni. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.